Mtazamaji wa Tesha Eye, naitwa France Alfred Simon Sengelela Teresia Tesha. Kijana mmoja mpaswa kuni anayefahamika kwa jina maarufu kama Dula amekutwa amefariki dunia shambani asubuhi ya leo hii katika kijiji cha Magara, kata Magara, wilayani Babati, mkoani Manyara. Kijana huyu inaelezwa kwamba anafanya shughuli za kukimbiza ndege katika mojawapo ya mashamba ya mpunga kijijini hapo, ambapo asubuhi ya leo hii aliamka kama ilivyo kawaida kwenda kufukuza ndege, na alipofika karibu na shambani alianguka kifafa akakosa msaada. Ndipo majirani wakulima waliokuwa wanakwenda shambani walipopita na kukuta mwili wake katikati ya mfereji. Tesha Eye imefanya mazungumzo na shuhuda wa tukio hilo, hapa anatusimulia. Ni katika eneo ambalo kijana ameweza kudumbukia kwenye mfereji wa maji na kuweza kupoteza maisha, lakini inasemekana yule kijana alikuwa na matatizo ya kuanguka kifafa. Sasa watu wamekuja kutambua kwamba ameshakwisha kupoteza maisha ni asubuhi, wakati wakielekea kwenye shughuli zao za mashambani za ulinzi wa ndege. Mazingira haya yanayoonekana huko chini ni mashamba ya watu, na yeye alikuwa akiendelea katika shughuli zake za ulinzi wa ndege. Alikuwa anafanya kazi ya ulinzi wa ndege kwenye mpunga. Kwa hiyo ni eneo hili kama inavyoonekana walipoweza kupatia ajali ya kuweza kudumbukia kwenye maji, na ni maji kidogo, lakini kutokana na tatizo lake alilokuwa nalo kwa hapa ndio kimeweza kupelekea asiweze kujiokoa na maisha yake kuweza kupotea. Asubuhi watu walivyokuwa wakielekea kwenye shughuli zao za kila siku za mashambani, waliweza kumkuta tayari ameshafariki dunia kwenye huo mfereji wa maji. Kijana huyo anafahamika kwa majina gani? Kijana huyo anafahamika kwa jina la maarufu Dula, ndo jina ambalo mtaani wengi wanamfahamu. Kwa kukadiria ana umri gani? Kwa ukijaribu kumwangalia ana kati ya umri wa miaka 25 mpaka 28. Na alitokea wapi na ana familia labda? Huyo kijana anaishi kijiji kimoja kinaitwa Majengo. Alitokea pale, alikuwa anaelekea kwenye shughuli zake za shambani, na kijana huyo hana familia, anaishi mwenyewe. Tatizo hilo la kifafa analo tangu lini? Kwa mujibu wa ndugu zake wanasema ni tatizo ambalo amekuwa nalo muda mrefu. Kwa ni tatizo ambalo anaishi nalo muda mrefu. Sasa sijajua ni kwa muda gani yuko nalo, ila ndugu zake wanasema ana hilo tatizo kwa muda mrefu. Huwa ana tabia kwenda shambani saa ngapi na mwili ulikutana saa ngapi? Shambani huwa ana tabia kwenda asubuhi, na mwili wake umeweza kugundulika asubuhi ile ile, kwa sababu watu wakiwa wanaendelea kuelekea mashambani ndo wakaweza kutupa taarifa kwamba kuna tatizo limetokea huku katika maeneo ya mashamba, kwamba kuna mtu kafariki. Ndo tukafika eneo la tukio na kuweza kushuhudia. Taharuki ilikuwaje? Taharuki ilikuwa ni kubwa, kwa sababu ni kijana ambaye anajishughulisha na shughuli zake mwenyewe. Ni kijana ambaye hana tabia za udokozi na nini. Kwa hiyo ni kijana ambaye ni maarufu sana hapa mtaani na huwa anajishughulisha. Wengi wanamfahamu, kwa hiyo ni majonzi na huzuni tu ilitanda katika eneo la tukio. Anayethibitisha tukio hilo ni mtendaji wa kijiji hicho cha Magara. Hapa anatueleza namna ambavyo wamechukua hatua kama serikali na mpaka mwili kurudishwa nyumbani katika familia yake. Naitwa Veronica Madeje, mtendaji wa kijiji cha Magara. Ni kweli asubuhi nimepata taarifa kutoka kwa mwenyekiti wangu wa kijiji kwamba kuna mtu ambaye amefarikia huko mashambani, lakini alikuwa ana shida ya ugonjwa. Kwa hiyo kama katika ile hali amekutwa na ile hali ikiwa mashambani, kwa sababu ameanguka kwenye mfereji wa umwagiliaji. Ndio tukawa tumeenda baada ya hizo taarifa, tukamkuta ameanguka kwenye maji na ameshafariki tayari. Baada ya hapo ni hatua gani zilichukuliwa? Baada ya hapo tumetoa taarifa polisi. Kwanza kabla ya kutoa taarifa polisi, tumewasubiri wanandugu wa tukio wajiridhishe. Wakajiridhisha, tukauliza kama mashaka na hicho kifo, wakasema hatuna mashaka kwa sababu tunafahamu tatizo lake. Kwa hiyo tukaendelea taratibu nyingine, lakini pia tuliwajibika kutoa taarifa polisi kwa maana ya usalama. Vyombo vya usalama wajue kilichotokea. Nikampigia OCS Magugu, nikamweleza
habari ya tukio na nikamweleza kwamba wanafamilia hawana mashaka na kifo cha ndugu yao. Kwa hiyo hapa nilipo tunaendelea na taratibu za kifamilia. Kwa hiyo tukamchukua kutoka mashambani, tumemrudisha nyumbani na ameshapelekwa Mosholi Magugu. Labda familia inasema tatizo lake la kifafa lilianza lini? Tatizo la kifafa amezaliwa nalo. Hali ilikuwaje baada ya mtu huyo kukutwa amefariki? Kuleta taharuki kwa wananchi. Wananchi taharuki, maana mtu ambaye wananchi pia anawahudumia wananchi, kazi yake kubwa ilikuwa ni kupasua kule kijijini. Kwa hata kama ukiwa na gogo kubwa lazima atakuja kulipasua. Kwa hiyo alikuwa anaitwa Dua mpasua kuni. Kutoka katika kijiji cha Magara, kata ya Magara, wilayani Babati, mkoani Manyara, mimi ni France Alfred Simon Sengelela Teresia Tesha, na hii ni Tesha Eye.